Pesa haijawahi kuwa changamoto kwa sababu haipo. Pesa huwa inakuwa changamoto kwa sababu watu hawajui ni wapi ilipo na jinsi inavyopatikana. Kwenye dunia ya sasa, pesa imejificha kwenye maeneo mbalimbali yenye fursa kupitia mitandao, ujuzi, uwekezaji na changamoto mbalimbali. Ukielewa haya maeneo na kuyatumia vizuri, yatakusaidia kuwa na kipato cha kudumu. Eneo la kwanza ni mtandaoni. Mtandao ni moja ya maeneo makubwa ambayo pesa imejificha kwenye dunia ya leo. Biashara za kidijitali na huduma za mtandaoni zimefungua milango mingi ya kupata kipato. Mtu yeyote mwenye maarifa na usubutu anaweza kuingia na kufanikiwa kupitia fursa za mtandaoni. Eneo la pili ni kwenye ujuzi. Ujuzi ni moja ya hazina iliyoficha pesa. Kila ujuzi unaoleta na kutoa suluhisho la matatizo ya watu huwa una thamani ya kifedha. Kadri unavyozidi kuwa mtaalamu kwenye kitu fulani, ndivyo thamani yako ya kifedha inavyozidi kuongezeka. Kuwekeza kwenye kujifunza na kuboresha ujuzi ulionao ni njia ya kufungua milango mipya ya kupata kipato. Eneo la tatu ni kwenye changamoto. Changamoto mara nyingi huwa zinaonekana kama ni vikwazo, lakini kiuhalisia changamoto ni fursa zilizojificha. Kila tatizo unaloliona lina suluhisho ambalo linaweza kuwa ni chanzo cha kipato kwa mtu anayefikiria kwa ubunifu na kutoa suluhisho. Badala ya kuogopa changamoto, wafanyabiashara wenye mafanikio huwa wanatumia changamoto kama daraja la kufikia mafanikio. Eneo la nne, pesa zimejificha kwa watu. Watu ni asset ya muhimu kwenye biashara kwa sababu kila bidhaa au huduma inatengenezwa ili kutatua matatizo ya watu. Kadri unavyowahudumia watu vizuri, ndivyo nafasi yako ya kupata kipato inavyozidi kuongezeka. Eneo la tano ni kwenye fursa. Fursa ni milango ya mafanikio inayojitokeza kwenye mazingira ya kila siku. Watu wanaofanikiwa ni watu wanaoweza kuziona fursa mapema na kuchukua hatua kabla hazijapotea. Eneo la sita ni kwenye maono. Maono huwa yanatoa mwelekeo wa maisha na biashara pia. Watu wenye maono makubwa huwa wana uwezo wa kuona thamani ambayo watu wengine hawaioni, na hiki kitu huwa kinawasaidia kujenga biashara na uwekezaji unaozalisha kipato cha muda mrefu. Eneo la saba ni kwenye mawazo. Mawazo mazuri huwa yana uwezo wa kubadilishwa kuwa bidhaa, huduma au suluhisho lenye thamani. Biashara nyingi kubwa duniani zilianza kama wazo dogo lililofanyiwa kazi kwa vitendo. Eneo la ni kwenye kipaji. Kipaji ni zawadi ambayo inaweza kugeuzwa kuwa chanzo cha kipato. Unapotambua kipaji chako, ukakiendeleza na kukitumia kwa ubunifu, unaweza kujitengenezea maisha mazuri na mafanikio ya kifedha. Na eneo la tisa ni kwenye kilimo na uzalishaji. Kilimo na uzalishaji ni msingi wa uchumi, na hapa ndipo kwenye mahitaji ya msingi ya binadamu yanayoifanya hii sekta ya kilimo na uzalishaji kuwa na mzunguko mkubwa wa fedha.